Dunia inalipa idadi ya watu unaowahudumia. Dunia inalipa kupitia idadi ya watu unaowahudumia. Leo kwa mfano, wasanii kwa mfano nishukulie msanii ambaye anatamba hapa Tanzania, Diamond, si ndivyo? Ukiangalia pesa alizonazo nyingi ni kwa sababu ya wafuasi ambao amewateka wengi, yaani wale mashabiki wengi. Unakuja kwa wacheza mpira, mcheza mpira atalipwa pesa kwa dakika 90 ambazo wewe ukazifanyia kazi kwa miaka 10. Ni kwa sababu ya idadi ya watu wanaowahudumia. Sasa kwenye idadi hata ya watu wanaowahudumia, watu tunasema hivi: hudumia mahitaji ya watu. Nataka kuwa successful, yani kama biashara yako nataka kuitanua, maana yake lengo la kwanza ni kuhudumia mahitaji ya watu. Sasa binadamu anahitaji nini? Binadamu anahitaji kula, si ndio? Maana yake ni biashara ya kwanza. Binadamu anahitaji nini? Kuvaa, si ndio? Biashara ya pili. Binadamu anahitaji nini? Kulala, si ndio? Tayari kuna guest house na hoteli zinaanzishwa hapa Iringa. Binadamu anahitaji nini? Binadamu anahitaji elimu. Tayari kuna shule. Binadamu anahitaji nini? Kutibiwa. Tayari watu wamefungua hospitali. Binadamu anahitaji nini? Mahitaji yote ya binadamu ni biashara. Sasa